Karibu kwenye habari za ulimwengu. Shirika la kimataifa la ufuatiliaji wa nyuklia limesema haliwezi kuthibitisha kwa uhakika ikiwa taifa la Iran limeacha au linaendelea na shughuli zake za kuongeza kiwango cha uranium. Kwa mujibu wa taarifa kutoka International Atomic Energy Agency, mazingira ya sasa ya kiusalama na upungufu wa ushirikiano kamili umefanya iwe vigumu kwa wakaguzi wake kupata picha kamili ya kinachoendelea ndani ya mitambo ya nyuklia ya Iran. Ripoti zilizochapishwa na vyombo vya habari vya kimataifa zinaeleza kuwa shirika hilo limekiri wazi kuwa haliwezi kuthibitisha kama Iran imesimamisha shughuli za kuongeza uranium hadi kiwango cha juu, jambo linaloongeza wasiwasi katika jamii ya kimataifa. Programu ya nyuklia ya Iran imekuwa kitovu cha mvutano wa kisiasa kwa miaka mingi, hasa kati ya Tehran na mataifa ya Magharibi. Mataifa ya Magharibi yanahofu kwamba kuongeza kiwango cha uranium kwa asilimia ya juu kunaweza kuisogeza Iran karibu na uwezo wa kutengeneza silaha za nyuklia, madai ambayo Iran imekuwa ikikanusha, ikisisitiza kuwa mpango wake ni wa matumizi ya amani kama nishati na tafiti za kisayansi. Kutokuwepo kwa uthibitisho kamili kunakuja wakati mvutano wa kisiasa Mashariki ya Kati ukiendelea kupanda, huku mataifa kadhaa yakitaka uwazi zaidi na kurejeshwa kwa makubaliano ya nyuklia yaliyovunjika miaka ya nyuma. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanasema tamko la IAEA lina uzito mkubwa kisiasa kwa sababu linaweza kuathiri maamuzi ya mataifa yenye nguvu kijeshi kuhusu hatua za baadaye, iwe ni kupitia mazungumzo ya kidiplomasia au hatua kali zaidi za kiuchumi na za kiusalama. Kwa sasa jicho la dunia linaelekezwa Tehran, likisubiri kuona iwapo kutakuwa na ushirikiano wa wazi zaidi na wakaguzi wa kimataifa au kutaendelea kuwa na msimamo mgumu zaidi ambao unaweza kuongeza mvutano wa kikanda. Swali linaloulizwa na wengi ni hili: je, hali ya kutokuwepo kwa uhakika kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran kutaisukuma dunia kuelekea mazungumzo mapya au itachochea mzozo mkubwa zaidi wa kimataifa? Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.